الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے से inshallah jalsa hii halifa mtukufu ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 2013 jalsa shuru hone se bahut pehle Allah Taala ibn Aziz anasema kwamba kuanzia Ijumaa ijayo mkutano wa mwaka wa Uingereza utaanza inshallah. Kabla ya kuanza mkutano wa mwaka, kazi ya jalsa inaanza mapema sana. Mkutano wa mwaka ni mkutano arzi shehri bana diya jata hai ambao kwa kufanya maandalizi ya mkutano wa mwaka, mji mpya unajengwa kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Katika nchi ya Pakistan mikutano ilikuwa ikifanywa kule, pia ilikuwa nidhamu ya kupikia chakula. Vile vile nyumba ya wageni pia ilijengwa, nyumba ya kudumu kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo kwa sababu shule na college pia ilikuwa ya jumuiya, lakini tangu serikali imechukua shule na college, makazi mengine yalijengwa kwa ajili ya wageni wa mkutano wa mwaka. Ingawa kwa sababu ya kuwa idadi kubwa sana, mahema pia yalikuwa yakijengwa kwa ajili ya makazi ya wageni. Vile vile wenyeji wa Rabwa pia wao walikuwa wakiwachukua wageni katika majumbani kwao. Chakula chao kilikuwa kikipikwa katika jiko la jumuiya, ili mradi kwa ajili ya mkutano wa mwaka wa Rabwa mipango ilifanywa ambayo ilikuwa mipango ya kudumu, si ya muda mchache au si kwa muda mfupi. Na wenyeji wa Rabwa pia walikuwa mahiri katika kuangalia wageni. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hali hii tena ipatikane katika maisha yao, na wao pia waweze kufanya mikutano yao ya mwaka. Vile vile katika Qadian pia mipango mingi imeshafanywa kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Kule kazi inayofanywa ni kujenga ukumbi kwa ajili ya mkutano wa mwaka tu, bila shaka kwa ajili ya kupikia chakula. Watu wanaajiriwa, watu ambao si wanajumuia wanaajiriwa kwa ajili ya kupikia chakula na kwa ajili ya kupika chapati, lakini jiko ya kudumu kimejengwa kule pia. Vile vile katika nchi ya Germany pia mambo mengi ya kudumu yamefanywa kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Ukumbi tayari upo, chakula tu kinapikwa, chapati wananunua kutoka sokoni.
wao wanaona chapati kinacholiwa ni chapati kilipikwa pale pale, lakini si hivyo. Wao ikiwa wanapikia chakula chapati pale pale, watu wanajumuia wa Germany wataniletea taarifa yake. Lakini mkutano wa mwaka wa Uingereza, kwa sababu ya kuwa halifa katika nchi hii, mkutano huu umekuwa mkutano wa kimataifa. Tangu mwaka jana, kutoka mwanzo mpaka mwisho, kazi zote zilikuwa, mipango yote ilikuwa mipango ya muda. Mwanzoni mkutano ulikuwa ukifanywa Islamabad, kule ilikuwa mpango wa kupika chakula kule. Mashini ya kupikia chapati iliwekwa, lakini katika Hadikatul Mahdi tangu mkutano umeanza kufanyika, tangu wakati ule miaka 2-3 iliyopika, chakula pia kilikuwa kikipikwa katika jiko kilichojengwa kwa ajili ya muda mfupi, na chapati kiasi fulani ilikuwa ikipikwa Islamabad, na chapati ilikuwa ikinunuliwa kutoka sokoni pia, na kwa sababu ya haya ilikuwa shida sana na watu walikuwa wakipata tabu sana. Tuliendelea kuwasiliana na viongozi wa serikali kwamba turuhusiwe kujenga jiko katika Hadikatul Mahdi, kwa sababu tunaweka mahema na tunatengeneza jiko ya kwa muda mfupi, na hii ni hatari pia kwa sababu ya hali yake. Ilmuradi Council mwaka huu imeturuhusu kwamba tujenge jiko ya kudumu. Vyumba vilivyojengwa kwa ajili ya kuweka vitu, kwa kurekebisha vile vyumba, jiko ya kudumu imeshajengwa kule, inshallah taala, sawa na mahitaji ya kule. Chakula kitapikwa pale pale mwaka huu. Vile vile ilikuwa shida ya chapati. Nilipowakumbusha viongozi, Amir Sahib alikuwa akidhani kwamba watanunua kutoka sokoni au kiasi fulani chapati itapikwa Islamabad. Niliwaambia kwamba waweke mashini mpya kule, lakini kwa sababu ya kuwa gharama kubwa ya mashini walikuwa hawataki kununua. Nilivyoambiwa kwamba makao makuu itatoa mkopo, kwa hiyo wakapata ghaira na wakanunua mashini mpya kwa ajili ya kupika chapati. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kutoka Lebanon mashini ya kupikia chapati ilinunuliwa. Kuna mwanajumuiya moja wa Pakistan alienda Lebanon, alinunua mashini, kwa hiyo aliweka hapa mashini ile. Yeye alipata bahati ya kuweka mashini hii katika Rabwa na Qadian pia. Kwa hivyo kazi hii ilifanywa vizuri sana hapa ya kuweka mashini mpya. Sasa kuhusu chakula, katika mkutano mwaka wa Hadikatul Mahdi mpango umefanywa kwamba kwa ajili ya kupika chapati na kwa ajili ya kupika chakula, mpango wa kudumu umefanywa kule. Sisi tunashukuru Council, Mwenyezi Mungu iwapatie ujira mema, ambao walitupatia ruhusa ya kujenga jiko ya kudumu. Lakini bado mkutano huu ni wa aina yake, kwa sababu mipango mingi inafanywa kwa muda mfupi kwa ajili ya kuangalia wageni takriban watu 30,000, hasusan mvua ikinyesha katika ukumbi wa kulala inakuwa shida. Vile vile katika barabara pia inakuwa shida, lakini barabara kidogo inarekebishwa, lakini mahali ambapo wageni wanalala katika makazi yao inakuwa shida. Vile vile katika hema ya kupikia chakula pia inakuwa
shida bado ipo. जमात अहमदिया का एक मुस्तकिल inshallah taala wakati utafika जैसा कि मैंने कहा mambo haya yote yatarekebishwa. इंसामात हैं Tena si खाने के लिए si mbali kwamba labda mji huu wa muda uwe mji wa kudumu kwa ajili ya jumuiya, और बहुत kama nilivyosema kwamba mipango inafanywa काम करते हैं kwa muda mfupi अच्छी सेहत वाले लोग करते na mji wa muda mfupi unajengwa na kazi yote inafanywa na khudam ambao wanajitolea na mansar ambao wana afya nzuri, wao pia wanajitolea, wanafanya kazi. हैं जो रोटी प्लांट Ijumaa iliyopita kwa bahati nilienda Hadikatul Mahdi. Wakati ule pia kule katika Hadikatul Mahdi zaidi ya wale watu ambao walikuwa wanaweka mashini ya kupikia chapati, vijana na watoto walikuwa wanajitolea kule na walikuwa wanafanya kazi, na tangu wiki 2-3 iliyopita walikuwa walianza kazi hii. प्लांट लगाने का काम भी किसी से बाहर से आने वाली कंपनी ने नहीं किया, बल्कि Hapa nieleze jambo hili pia kwamba हमारे इंजीनियर kazi hii ya kuweka mashini ya kupika chapati haikufanywa na kampuni ya nje, को भी जुड़ा दे bali kazi hii ilifanywa na wanajumuiya ambao waliojitolea. ऐसे हैं जिनको पूरा करना Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema hawa wote पाकिस्तान की तरह ये waliofanya kazi hii. कि जिस तरह चाहे काम कर लें और चेकिंग कोई नहीं। Hapa masharti yanawekwa na serikali, masharti magumu. Tunalazimika kutekeleza yale masharti kwa ajili ya kupikia chakula, si kama katika nchi ya Pakistan kwamba kazi inafanywa bila kufuata sheria na masharti. तो अल्लाह ताला के फजल से Idara ya serikali inakuja, inakagua, inatoa ruhusa, kisha kazi ingine inaanza. मयार के मुताबिक वो पूरी हो गई। Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, plant ya kupikia chapati ni sawa na sheria ya nchi na sawa na masharti yao, ndiyo maana wametoa ruhusa ya kupika chapati. और अल्लाह ताला के फजल से Huzuru anasema kama niliyosema kwamba kwa sababu ya mipango inayofanywa kwa muda mfupi, hapa juhudi inafanywa zaidi kuliko sehemu ingine, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanajumuia wanajitolea, wanafanya kazi hii kwa shauku sana na kwa jazba sana, na roho hii na imani hii kwamba कुर्बानियां पेश कर tunalazimika kutoa wakati kwa ajili ya jumuiya hii. Ni shani na sifa ya wanajumuiya, तो वो अपने काम कर रही है, दूसरे मुतफर्रिक na wanajumuiya wanajitolea. अपने वक्त देते हैं। Kuna अलावा Ahmadiyya Engineers, kuna Doctors Association, साली काम चल रहे होते vile vile kuna idara mbalimbali. हैं। जमात अहमदिया Idara hizi zote zinatoa wakati wao na wanajitolea, na kazi hii inaendelea kufanywa mwaka mzima, si wakati wa jalsa salana tu. Hii ni sifa ya jumuiya Ahmadiyya tu kwamba kazi zote zinafanywa kwa kujitolea. अहमदी दुनिया में एक अहमदी का तुर्रा इम्तियाज है। Kwa sababu ya malezi ya miaka na miaka औरतें सब जलसे के दिनों में kuwahudumia wageni, खुशहाल होते हैं। hii ni sifa hasa ya wanajumuiya. Watoto, kina mama, kina baba, wakati wa mkutano wa mwaka wanakuwa na shauku ya kutoa huduma zao, गर्मी से खुश na kazi yoyote wanayopewa, jukumu lolote wanalolipewa, wanalitimiza vizuri jukumu lao, तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। na inatakiwa wafanye hivi kwa sababu wageni wa mkutano wa mwaka ni wageni wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. यहाँ ये भी बता दूं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Ilmuradi ukarimu huu ni hulka njema na vile vile ni dini pia. Hazur anasema hapa nieleze यार मजीद jambo hili pia kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akitoa ukarimu kiasi gani au vipi ili एक मेहमान sisi tuweze kuboresha zaidi आ गया। ukarimu wetu. Siku moja Sayyidina Ahmad anasema alikuwa hasikii vizuri, alikuwa anapumzika, mgeni mmoja akaja. Sayyidina Ahmad anasema alitumwa ujumbe, kwa hiyo akatoka nje katika nyumba yake na akasema kwamba को अदा करने के लिए nikafikiria kwamba hii ni haki ya mgeni बस आज भी ambaye alifika hapa kwa kupata tabu. Kwa hiyo kwa kutimiza haki hii nimetoka nje. हमें कायम Basi क्योंकि leo pia जिस मेहमान नवाजी hali hii आज हमें मौका दिया inatakiwa
ipatikane kwa ajili ya wageni wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, कि एक दीनी मकसद के लिए kwa sababu nafasi hii ya ukarimu tunayopewa ni si nafasi ya जैसे कि 3 दिनों में kuwahudumia wageni wa kawaida, bali ni hawa ni wageni ambao wamekuja kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. कि अपनी रूहानी Wanakuja kwa ajili ya hii kwamba siku 3 ya mikutano watasikiliza amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wanakuja kwa ajili ya hii ili waweze kufanya mpango wa malezi ya dini yao na roho yao. मेहमान ऐसे भी हैं Wanakuja kwa ajili ya hii kwamba wajenge udugu na upendo kati yao. बाज Wapo wageni wengi ambao wanakuja hapa kwa kupata taabu sana. यहाँ आते हैं Wapo wengine यहाँ ambao wanaishi kwa starehe nyumbani kwao. आसाइश के लिहाज से इन दिनों में तकरीबन तंग Wanakuja hapa kwa ajili ya mkutano wa mwaka. बाज गरीब मेहमान Hapa sawa na starehe ya dunia, hawawezi kupata starehe ile wanayopata nyumbani kwao, lakini pamoja na hali hii wanakuja. Lakini wapo wengine ambao ni wageni maskini, वसीम की wao wanakuja kutoka katika nchi mbalimbali kwa kutoa gharama kubwa kwa ajili ya kupata baraka za mkutano wa mwaka. सुनने के शौक में आते हैं Wanakuja kwa kumwitikia Sayyidina alayhi salatu wassalam. ने दुनिया या अहमदियत को बहुत Wanakuja kwa ajili ya kukutana na halifa mtukufu na kumsikiliza. भी जलसे के Bila shaka अपना एक अलग और अलग siku hizi MTA imewaleta wanajumuiya karibu sana, चाहिए lakini pamoja na hali hii कौन सी तकलीफ है जो ये mazingira ya mkutano wa mwaka yanakuwa ya aina yake. Kwa hivyo hatutakiwi बावजूद tuone au tuseme kwamba siku hizi kuna shida gani ambayo wanapata wageni hawa. Wapo wengine ambao ni wazee sana, pamoja na kuwa na maradhi wanakuja na wanasafiri, होते हैं और सादा खाने को na wengine kama nilivyosema kwamba kwa kuacha starehe ya nyumbani kwao kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu wanasafiri, wanalala katika mahema, ऐसे मेहमानों की होती na है जो सिर्फ sisi जलसे की गरज tunalazimika kutimiza haki ya wageni hawa. आजाद भी बहुत Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wengi wa wageni ni wa aina hii ambao wanakuja kwa ajili ya kushiriki mkutano wa mwaka tu, na siku hizi gharama ya safari pia imezidi sana, lakini hawa hawajali kuhusu magharama hii. इन मेहमानों का Heshima hii na ukarimu huu काबिल एहतराम मेहमान tunaotoa ni haki ya hawa wageni. Ni jukumu letu kwamba lazima tulifanye, tulitekeleze, kwa sababu hawa wageni ni wenye heshima sana, देखो na kwa kuwahudumia hawa wageni tunapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutoa nasaha kuhusu wageni alisema, angalieni wageni wengi wamekuja, wengine mnawatambua na wengine hamwatambui. तुम पर मेरा Kwa hivyo ni bora kwamba wageni wote waheshimiwe na wahudumiwe. इन सब की खूब खिदमत करो Amesema, mimi nina dhana nzuri kuhusu nyinyi kwamba mnawapatia wageni starehe na muwahudumie vizuri hawa wageni. खुदा का हसूल है Basi hawa ambao ni wageni wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na wamekuja kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu tu, तो इस्लाम के nia yao ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. पास और ख्याल रखने Katika hali hii sisi tunalazimika kwamba kwa makini sana खिदमत का tuwe sawa होना चाहिए na dhana ya Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa nayo kuhusu sisi, na kwa ajili ya kila mgeni लेना चाहिए tunatakiwa tuwe na jazba ya kumhudumia na kumpatia ukarimu. ड्यूटियां हैं Na inatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati kwamba hii ni haki ya mgeni. ताकि Sehemu yoyote tunayopewa duty, kazi, tunalazimika kutekeleza jukumu lile, na inatakiwa kila aliyepewa kazi hii awe na imani hii, ili tuweze kuwa sawa na dhana ya Sayyidina alayhi wasallam alikuwa nayo kuhusu sisi. नसीहत पर हम Tuweze kusema kwamba ewe masihi wa Mwenyezi Mungu na ewe ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यही तो की जाती sisi है एक सदी से जायद के tunafuata kila nasaha yako hata mpaka leo, आपके हुस्न जन से गाफिल नहीं कर दिया
na kila mwanajumuiya anategemewa awe na hali hii. Baada ya kupita karne moja, sisi hatukukafilika kuhusu zana nzuri yako ulikuwa nayo kuhusu sisi. Hata mpaka leo wazee, kina mama na watoto kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao wanafanya juhudi sawa na uwezo wao, na inshallah taala wataendelea kufanya hivi. Tunalazimika kwamba sisi kila wakati tukumbuke dhana hii nzuri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa nayo kuhusu wafuasi wake, na kwa kuzingatia hii tutaendelea kufanya juhudi. Na Sayyidina alayhi salam alisema, ninafikiria kila wakati kwamba mgeni asipate shida. Naendelea kusihi kwamba mgeni anatakiwa apate starehe. Moyo wa mgeni unakuwa kama kioo, kinapogongwa kidogo kinavunjika. Huzuri anasema nasaha hii ni muhimu sana, isiwe ahadi ya mdomo tu, bali kwa vitendo tunatakiwa tutekeleze ahadi yetu hii. Katika nchi mbalimbali za dunia mkutano wa mwaka unafanywa kule, pia wageni wanakuja, lakini hapa hasusan kutoka katika nchi mbalimbali wageni wanakuja, mataifa mbalimbali yanakuja. Mila ya kila kaum na taifa inakuwa tofauti, na kuwa na subra inakuwa tofauti. Kuzungumza kwao pia inakuwa tofauti, na jinsi wanaeleza hali yao inakuwa tofauti, na mategemeo yao ni tofauti, na malengo yao ni tofauti. Kwa hiyo kuna haja sana ya kuwatendea hawa wote kwa hekima sana. Ndiyo maana kwa ajili ya hii nasahi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam tunatakiwa tukumbuke kila wakati. Ikiwa tunazingatia nasaha hii, basi mambo yote yatarekebishwa. Kwamba Sayyidina alayhi salam alisema kwamba moyo wa mgeni ni sawa na kioo, ikigongwa kidogo inavunjika mara moja. Kila anayetoa huduma akikumbuka nasaha hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, mambo madogo madogo yanayopatikana hayatapatikana, na malalamiko hayatapatikana, isipokuwa labda mtu anakuwa na nia ya kuleta malalamiko tu. Katika hali hii baadhi wakati watu wanaadhibiwa pia. Mwaka jana ilitokea tukio katika ukumbi wa kina mama. Mgeni ambaye alikuja katika nchi ya mbali, yeye alikasirika. Katika tukio hili aliyekuwa anajitolea alikosea au la, lakini tunatakiwa tukumbuke kosa letu, ndipo tunaweza kujirekebisha badala ya kuleta hoja mbalimbali au udhuru mbalimbali. Mwaka huu katika wageni ya tabshir, upande wa kina mama na kina baba, kuna haja ya kuangalia jambo hili vizuri sana, isije mgeni yoyote akapata shida. Wageni wote ni wageni, lakini wageni wa tabshir wanakuwa kutoka katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo nimefanya mabadiliko kadhaa katika idara hii, na mabadiliko haya ni kuhusu uongozi. Nimebadilisha uongozi, nimewateua wakfideno vijana na mabinti katika idara huu kwa ajili ya kusimamia kazi hii. Na hii pia ni zawadi ya Mwenyezi Mungu kwamba wakfideno wengi wameshakuwa katika umri wa hii kwamba wanaweza kusimamia kazi yao. Nategemea mwaka huu inshallah taala hali itakuwa nzuri katika idara hii, lakini kumbukeni kwamba kwa kubadilisha nyuso mabadiliko hayapatikani, bali tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba tupate fadhili za Mwenyezi Mungu na tufanye kazi ile na tuweze kutoa huduma kama Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye huduma, na kisha tuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hii. Na mufanye dua hii pia kwamba isipatikani
nafasi ya kuwa na dhana mbaya और खास तौर पर लंदन में रहने वाले kuhusu ukarimu. ये ख्याल Nataka kueleza jambo hili kwamba यानी wenyeji wanajumuia wa Uingereza hususan wanaoishi katika mji wa London आने वाले मेहमानों की wao आपको wazingatie jambo hili kwamba wageni waliokuja kutoka nje ya Uingereza ni wageni wao pia. Wageni wanaokuja kutoka nje idadi yao ni takriban 3,000. Hata wakipata visa wanaweza kuwa zaidi, lakini ni 3,000. Wanajumuia wa hapa wao hata kama wamepewa jukumu au hawakupewa jukumu, wanatakiwa wajue kwamba mgeni aliyekuja kutoka nje ya Uingereza ni mgeni wao pia. Wanajumuia wa Uingereza ambao hawakupewa jukumu lolote watakapokuja kushiriki mkutano, wao pia watakuwa wageni. Wageni hawa ambao watakapokutana na mgeni aliyekuja kutoka nje ya Uingereza, basi wajue kwamba kila anayeishi katika Uingereza ni mwenye nyumba, ni mwenyeji, na yeyote aliyekuja kutoka nje ni mgeni. Au tuseme hivi kwamba katika hali fulani, ikiwa kuna haja ya kutanguliza wageni, basi katika hali hii wageni waliokuja kutoka nje ya Uingereza, wale wageni wanatakiwa wao watangulizwe juu ya wageni wa Uingereza, na wanajumuia wa Uingereza wanatakiwa wajitolee kuhusu hii. ये हमेशा याद रखें कि आप बाज़ हालात में मेहमान होते हुए भी मेज़बान हैं. Basi kumbukeni kila wakati kwamba katika hali fulani, kwa kuwa mgeni, nyinyi ni wenyeji, si wageni. Hii si jukumu la wale waliopewa duty, bali inatakiwa kila mwanajumuiya awe na hali hii. Na kwa kupanua hali hii inatakiwa mujitolee. Hali hii itakapopatikana, basi tutapata jamii nzuri. Sisi tunaposoma baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kusoma hadithi zile tunaona kwamba badala ya kuwa wageni ni vizuri tuwe wenyeji. Katika hadithi moja, ukarimu ni sifa ya mwaminio. Katika hadithi moja inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule anayeamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira analazimika kuheshimu mgeni. Kana kwamba katika maneno mengine, yule ambaye haheshimu wageni ni sawasawa na yule ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira. Basi wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam mara kwa mara ametukumbusha kuhusu ukarimu wa wageni, ni kwa sababu ya maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya amri za Qur'an tukufu. Ni kwa sababu ya hii kwamba sisi tuimarishe imani zetu. Kisha katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kukutana na nduguye kwa uchangamfu pia ni wema kubwa sana. Basi siku hizi 3 za mkutano wa mwaka, katika siku hizi 3 wema ya aina mbalimbali inafanywa. Pamoja na hii pia ni mema kubwa sana kwamba tukutane na ndugu zetu kwa uchangamfu, na nafasi yake inapatikana mara kwa mara. Wenyeji pia watapata na wageni pia watapata nafasi hii ya kukutana na ndugu zao kwa uchangamfu. Hasusan nitawaambia wale wanaojitolea wao katika uhusiano wao wakati wanapozungumza, kwa sababu ya uchovu watu wanakasirika. Katika hali hii pia wanatakiwa wazungumze na watu kwa uchangamfu, na kwa wenzao pia wazungumze nao kwa uchangamfu na kwa tabasamu. Kwa ajili ya wale wanaojitolea wanapata hali hii pia kwamba kuna sehemu kadhaa au
katika mahema kadhaa barafu imewekwa na kule wenzao walikuwa wakinywa maji na wakubwa walikuwa wakikasirika. hali hii haitakiwi ipatikane. काम करते हुए लेकिन हमेशा याद wakati wa kujitolea mambo kadhaa yanapatikana na jambo la hapa na pale linatokea, lakini katika hali hizi zote mkumbuke kwamba tutatanguliza hulka njema. sisi lazima tutawatendea wageni wetu kwa hulka njema. ikiwa sisi wenyewe pia जो गैर मेहमान आए होते tunatendeana kwa hulka njema, katika hali hii mazingira ya wageni pia yatakuwa mzuri, खुद भी na wageni ambao si wanajumuia watakapoona hali hii wao watapata athari nzuri. बन रहे होंगे। फिर ये बात याद na hivi sisi wenyewe pia tutaongeza mema yetu kwa kuwa na hulka njema na tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. kisha inatakiwa jambo hili pia likumbukwe, kila anayejitolea anayefanya duty फरमाया है kwamba ukarimu si ihsani, पहले kama सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी alivyosema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. कि मेहमान का हक है na nimeshawahi kueleza hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema hii kwamba ukarimu ni haki ya mgeni. वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु na kuhusu kutekeleza haki Mwenyezi Mungu anasema nini? sehemu moja Mwenyezi Mungu anasema waatizal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil और मुसाफिर को भी wala tubazzir tabzira, ना करो। यहाँ तीन किस्म के लोगों की na umpatie jamaa yako na maskini na msafiri pia haki zao, na umsitumie matumizi kupita kiasi. hapa habari ya watu tatu imeelezwa, अल्लाह ताला के कहने से सफर करते lakini hapa leo nataka kukumbusha kuhusu msafiri. wasafiri pia ni wa aina mbalimbali, lakini yule ambaye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya amri ya Mwenyezi Mungu anasafiri, wale wasafiri ni wenye bahati nzuri. katika hadithi moja inapatikana kwamba katika hafla ambapo Mwenyezi Mungu anatajwa na mtume wake anatajwa, अल्लाह ताला के फजल wale wote wanaokaa katika hafla mkutano wa aina hii, malaika pia wanawaombea dua ya rehema na usalama. सफर करके आने वालों mikutano yetu pia ni mikutano wa aina hii kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, क्योंकि na फरिश्ते kwa ajili ya kushiriki katika mikutano ya aina hii wale wanaosafiri daraja yao pia ni kubwa sana, wale ambao wanakuja kwa nia hii, kwa sababu malaika wanawaombea. basi wenye bahati nzuri ni wale ambao wanaotoa huduma za wageni wa aina hii अल्लाह ताला na wanatimiza haki ya ukarimu wa wageni wa aina hii, अल्लाह ताला की रजा को हासिल कर ले। wanatimiza haki खुशकिस्मत और zao na haki yao Mwenyezi Mungu aliiweka, na kwa kufanya hii wanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. से का भी na yule ambaye aliyepata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, nani anaweza kuwa mwenye bahati nzuri zaidi kuliko yeye? बस जैसा कि tukifikiria kwa makini, कि खिदमत nidhamu hii ya mkutano हर खिदमत ni nidhamu ambayo inafungua milango ya mema baada ya mema moja. करती हैं, इसमें मजीद बेहतर kila anayetoa huduma anatakiwa aelewe jazba ya huduma na roho yake. जमात की तरफ से मुतालबा आया है। ingawa wanafanya kwa jazba hii, lakini inatakiwa iboreshwe zaidi. सदर खुदा wanaojitolea wasijitolee kwa sababu ya hii tu kwamba waliombwa kutoka kwa jumuiya wajitolee na watoe msaada wao. तो बतौर au Sadr Khudamul Ahmadiyya alisema kwamba kuna wakari amal, kwa hiyo walikuja. au Sadr Lajna alisema ताला की na kwa kufanya ihsani walikuja kujitolea. साहबा ने Hapana, lengo linatakiwa liwe kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. नवाजी की Maswahaba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna gani kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na mtume wake walitoa ukarimu wa wageni, na toa mfano wake mmoja. हजरत अबू हुरैरा Riwaya hii tukieleza hata mara kwa mara, tukisikia mara kwa mara, kila mara tunapata ladha mpya au funzo mpya. Hazrat Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba mtu mmoja akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam
yeye akapeleka ujumbe nyumbani kuleta chakula kwa ajili ya mgeni, lakini wakarudisha majibu kwamba hatuna kitu isipokuwa maji nyumbani wakati huu. Hapo wakasema mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, nani atamchukua mgeni huyu? Ndipo mtu mmoja miongoni mwa Ansar akasema, mimi. Basi mtu huyo akaenda na mgeni nyumbani kwa mkewe na akamwambia umkirimu mgeni wa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lakini mama huyo akasema, hatuna chochote isipokuwa chakula kidogo kwa ajili ya watoto wangu. Hapo bwana huyo akasema, haya, tayarisha chakula chako na washa taa yako, na watoto wakitaka chakula uwalalishe. Basi mama huyo akatayarisha chakula na kuwasha taa na kuwalalisha watoto wake, kisha akainuka kujifanya kana kwamba anataka kusawazisha taa, lakini akaizima kusudi. Sasa bana na mkewe wakajifanya kana kwamba wanakula chakula pamoja na mgeni. Basi wakalala na njaa. Ilipopambazuka, bana huyo akaenda kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ambaye akasema, usiku huu Mwenyezi Mungu alicheka na akafurahia kitendo chenu nyinyi wawili. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii ndani ya Qur'ani tukufu, wayuthiruna ala anfusihim walau kana min khasasa waman yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun, na wanawapendelea kuliko nafsi zao ingawa wenyewe wana hali ndogo, na aepushuae na ubahili wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu. Huzur anasema, angalieni, hii ni zabihu kubwa sana, yani kujitolea ni kubwa sana, kuhalalisha watoto na njaa na kumpatia chakula mgeni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Labda kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na hali hii, hususan kwa ajili ya wageni wa jumuiya. Hali ya hii haiwezi kupatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Na wageni waliokuja ni wageni waliokuja kwa ajili ya dini, walikuwa wageni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa kutoa mifano ya aina hii, Mwenyezi Mungu ametufundisha jinsi gani tunaweza kumpatia mgeni ukarimu wake. Mgeni yule aliyekuwa mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na daraja kubwa sana. Siku hizi wageni ambao ni wageni wa ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amewapatia umuhimu sana. Kila anayejitolea anatakiwa akumbuke umuhimu huu wa wageni, lakini kwa kawaida inaonekana kwamba ni dhulma kwamba watoto walilalishwa na njaa, lakini mfano wa kujitolea umeelezwa na mfano wa ukarimu wa mgeni umeelezwa, na Mwenyezi Mungu lazima atakuwa amewapatia neema kubwa sana wale watoto pia, kwa mujibu wa aya hii ya Qur'an tukufu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema kwamba hawa ni wale waliofaulu. Na wale wanaofaulu, tukiona maana yake tunajua upana wake ni nini. Wanafaulu ni wale ambao wanapata ufaulu, wale wanapata matamanio mao mazuri yanatimia, na kwa sababu ya hii wanapata furaha na wanapata mema ya kila aina, na wanaishi katika hali ya mema daima, wanapata starehe na usalama wa maisha, na wanakuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Kujitolea chakula kwa muda wakati mmoja, kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu aliwapatia neema zake na baraka zake, na walikuwa warithi wa neema za Mwenyezi Mungu. Ikiwa kwa kuacha chakula cha wakati mmoja mtu anaweza kupata neema hii, anataka nini zaidi ya hii? Inatakiwa ikumbukwe kila wakati kwamba hii ni hali na daraja ambayo wanapata wale wanatoa ukarimu wa wageni. Hii ni hali ambayo inatakiwa kila mmoja apate kwa kutoa ukarimu wa wageni. Hii ndiyo ni hali ambayo inaweza kutupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii akhira yetu na dunia yetu itaboreka. Tunatakiwa tukumbuke kwamba
kwa kutupatia nafasi ya kuwapatia ukarimu wageni wa sainam alah salatu wassalam. Mwenyezi Mungu anatufungulia njia za kuingia pamoja na wale waliofaulu. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja na kila anayejitolea aweze kupata nafasi hii na baraka hii, na Mwenyezi Mungu aturahisishie mambo yetu yote. Huzur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni jeneza ya ndugu yetu moja shahid bana Zahur Ahmad Kiani saheb aliyeuawa katika Urangi town wa Karachi tarehe 21 wa August. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukio la kuuawa kwake ni hivi kwamba bana Zuhur saheb pamoja na rafiki yake mmoja saa 5:15 alienda kuangalia gari aliyopeleka kwa ajili ya kutengeneza, na gari ile ilikuwa mbali kidogo kutoka nyumbani kwake. Alipotoka nje katika nyumba yake, katika hali hii jirani yake Nurul Haq ambaye si mwanajumuiya, yeye pia alitoka katika nyumba yake. Kwa hiyo hao watatu walienda kuangalia gari, na kama nilivyosema gari ilikuwa mbali kidogo kutoka nyumbani kwake. Walipokuwa narudi baada ya kuangalia gari, watu wawili walikuja na pikipiki. Mmoja akashuka katika pikipiki na akaanza kupiga risasi. Jirani ya Zuhur sahab na Anwarul Haq sahab alipojaribu kumzuia yule alikuwa anampiga risasi, katika hali hii mwenzake wa yule alikuwa anapiga risasi alianza kupiga risasi juu ya Nurul Haq Anwarul Haq sahab. Binti wa Zuhur sahab aliposikia sauti ya risasi aliona kutoka katika dirisha la nyumba, aliona kwamba vijana wawili wanakimbia baada ya kupiga risasi. Alikuwa anakunywa chai, aliwapigia kikombe cha chai, na hivi wale vijana wakaanza kumpiga risasi yule binti pia. Zuhur sahib kwa sababu mahajirahi yake alifariki pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kuuawa umri wa marehemu ilikuwa miaka 47. Jirani yake Nurul Haq saheb ambaye si mwanajumuiya, yeye pia kwa sababu ya majiraha alifariki. Mwenyezi Mungu amghofirie na mrehemu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia ya Zuhur sahib jumuiya iliingia kwa kupitia baba mdogo wake Yusuf Kiani saheb na Muhammad Said Kiani saheb. Wote wawili mwaka 1936 walijiunga na jumuiya. Wote wawili walikuwa wenye elimu, na baada ya kusoma vitabu walifanya bayat. Baada hii baba wa marehemu na baba mdogo wengine walijiunga na jumuiya. Familia yake ilikuwa wenyeji wa Prem Court Muzaffarabad. Alizaliwa mwaka 1966. Alihamia Karachi na alipata elimu mpaka BA. Baadaye katika Federal Board Revenue alipata kazi. Wakati wa kuuawa kwake alikuwa clerk katika anti smuggling unit. Mana Zahur saheb alikuwa akihudumia sana, na alikuwa miongoni wa wale wanaotoa michango sana, na ukarimu wa wageni ilikuwa sifa yake maalum. Alikuwa hamruhusu mgeni alikuwa akija nyumbani kwake kwamba arudi bila kula chakula. Alikuwa hampatii nafasi ya malalamiko. Alikuwa musi pia. Vile vile alikuwa na shauku ya mahubiri, na alipata bahati ya kumwingiza mtu mmoja katika jumuiya katika mwaka 2009 baada ya kuuawa kwake katika hospitali. Na wakati wa jeneza pia kutoka katika ofisi yake watu wengi walikuja, na kila mmoja alisifu hulka zake. Mwenzake mmoja ambaye alikuwa anabeba maiti yake alikuwa analia na akasema kwamba shahid marehemu alikuwa mwenye hulka njema sana. Wakati wa kazi tulipokuwa tukipata hasira alikuwa akitusihi kwamba tufanye subra. Maofisa wake walikuwa wakifanya kazi pamoja naye, wakasema kwamba Zuhur sahib
alikuwa mwanajeshi na alikuwa akiwavuta watu kwa sababu ya hulka. Sisi tumemkosa leo. Bashir Kiani ambaye ni baba mkwe akasema kwamba shahid marehemu alikuwa akiwasaidia watu wa familia. Mwenyezi Mungu alimpatia mali, kwa hivyo alikuwa akiwasaidia watu wa familia, si watu wa familia tu, kwamba yeyote aliyekuja kuomba msaada nyumbani kwake alimpatia msaada, na alikuwa akiwatendea vizuri watoto wake. Alikuwa akitimiza mahitaji ya watoto na alikuwa akifikiria sana kuhusu elimu ya watoto wake. Mkewe akasema kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia moyo mzuri sana, na Mwenyezi Mungu alimpatia moyo mzuri labda kwa sababu ya kuwawawa kwake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa hakasiriki na watoto wake. Mkewe anasema kwamba kabla ya kuwawa kwake alisema, safisha viatu wangu na kuja. Kwa hiyo akashuka chini kwa tabasamu. Mimi nilipotoka nje pamoja na watoto wangu aliniona kwa tabasamu wakati alipokuwa na majiraha kama anasindikiza, kisha alifariki. Katika hali hii alikuwa hakasiriki na watoto wake, lakini nilipokuwa nikitoa hutuba katika MT alikuwa akiwaambia watoto kwamba wasikilize hutuba yangu, na alikuwa akikasirika kama walikuwa hawasikilizi hutuba zangu. Alikuwa akiwapenda sana mabinti zake na alikuwa akiwatendea vizuri sana. Shahid marehemu ameacha nyuma yake mkewe Tahira Zuhur Kiani Sahaba na watoto wa kiume 3 na mabinti 4. Imran Kiani ni miaka 20, Kamran ni 14, Sarfaraz miaka 3, mabinti Nur Suba ni miaka 16, Nurul Ain ni 14, Atiyatul Majid miaka 7, Faika Zur ni miaka 5. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awalinde watoto wake na amlinde mkewe pia, na Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuwa na subra katika Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل